Sasa kabla sijaanza, kwanza naomba nitoe maelezo mafupi. Dini ni nini? Dini ni utaratibu unaotumika na binadamu katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Dini ni utaratibu unaotumiwa na wanadamu katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Utaratibu huu unaweza kuwa umepangwa na Mwenyezi Mungu au umepangwa na wanadamu. Ikitokea umepangwa na Mwenyezi Mungu na ukathibitishwa na maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu, utaratibu huu unaitwa wa Mungu na ndiyo inakuwa dini sahihi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa utaratibu huu umepangwa na wanadamu na haupatikani katika maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu, badala yake ukawa unatokana na fikra za kibinadamu, utaratibu huu unakuwa wa kibinadamu na dini hii inakuwa dini ya kibinadamu, yani sio dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Kutokana na sababu hizo, ndiyo maana tuko hapa leo kujadili kati ya Uislamu na Ukristo, ipi dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Na ili dini ithibitike kuwa ya Mwenyezi Mungu, sharti la kwanza, wale wanaoitangaza dini hiyo, wanaoifundisha dini hiyo, wanaoithibitisha dini hiyo, waithibitishe kwa maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Yasiwe maneno yanayotoka kwenye vinywa vyao, wala zisiwe fikra za watu waliotoa fikra zao kwa maandishi au vitabu mbalimbali ambavyo msingi wake hautokani na tafsiri ya maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu. Sisi Waislamu tunaamini Uislamu ni dini ya haki, dini ya Mwenyezi Mungu aliyotuchagulia Waislamu. Kulithibitisha hilo, tunaona maandiko matakatifu kupitia kitabu chetu cha Qur'ani. Kwa hiyo Uislamu ni dini inayothibitishwa kimaandiko kupitia Qur'ani takatifu, na ndiyo maana Mwenyezi Mungu akasoma risala hii katika kinywa cha Mtume Muhammad ili kuwaondoa hofu Waislamu wasije wakaishi na wao wanaishi kwa dini ya kubabaisha. Mungu akasoma risala kupitia kinywa cha mtume juu ya Uislamu. Qur'ani sura ya 3 aya nambari 19. Naam. 3:19 Al-Karim inasema. Nasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Mwenyezi Mungu amewatoa mashaka Waislamu. Ikitokea atakuja mtu yoyote kuwataka wauache Uislamu na wafuate dini nyingine, kwanza wawe na evidence ya kujilinda. Mwenyezi Mungu ana risala kwa kinywa cha mtume akisema, bila ya shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hiyo kwanza Uislamu una sifa mbili. Kwanza hauna shaka, ni dini isiyo na shaka, lakini pia ni dini ya haki, alafu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Muislamu anapokuwa Muislamu anajitetea kwa maandiko ya Mungu. Hawi Muislamu kwa akili za watu wala maneno ya kuungaunga. Ndiyo maana tukawa Waislamu kwa sababu ni dini ya Mwenyezi Mungu aliyesema kuwa ni dini ya haki. Sasa kwa kuwa Uislamu ni dini ya haki ambayo Mungu amewachagulia au ameitaka iwe ndiyo dini ya haki, lazima tujue dini hii ya haki ya Uislamu wamepewa kina nani, ni dini maalum kwa ajili ya watu gani. Mwenyezi Mungu akalitaja kundi linalotakiwa kuwa Waislamu katika mgongo wa ardhi. Kina nani amewachagulia dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu? Qur'ani sura ya 30 aya ya 30. Naam, inasema
Inasemaje? Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Mwenyezi Mungu anasema basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliyowaambia watu. Hii dini iliyo sawa sawa ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaambia watu. Kwa hiyo watu wote duniani wameumbwa kwa dini, kwa umbo la dini ya Uislamu. Endelea. Yaani dini hii ya Kiislamu. Hii dini ya Kiislamu ndiyo umbo la Mwenyezi Mungu alilowataka watu waumbwe nalo. Maana yake mwanadamu yoyote kimaumbile ana tabia na umbo la Kiislamu. Endelea. Inawafikiana barabara na umbo la binadamu. Uislamu ndiyo dini inayokubaliana na maumbile ya kibinadamu, physical and spiritual. Uislamu unaweza kufuafikiana na umbo la mwanadamu kiibada, unaweza kuafikiana na maisha ya mwanadamu kiroho na kimwili. Uislamu ndiyo dini inakubaliana kimaumbile. Maana yake dini ya Kiislamu, amri, sheria na hukumu zake zinatetea umbo la mwanadamu na wala hazidhoofishi wala kuliteza nguvu wala kulipa shida umbo la mwanadamu. Ikifungwa swaumu haina lengo kumtesa bali ni kumtibu. Ikifanywa swala haina lengo la kumtesa bali kumfanyia mazoezi. Kila ibada katika Uislamu ina faida katika maumbile ya mwanadamu. Endelea. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawataka wanadamu waishi katika utaratibu wa Kiislamu. Hiyo ndio dini iliyo ya haki. Mwenyezi Mungu anasema Uislamu ndio dini iliyo ya haki. Lakini watu wengi hawajui. Ndio maana wanakuja kufanya mjadala na sisi ili mradi watuvute katika dini zao ambazo hazina ithibati za kimaandiko. Mwenyezi Mungu anaonesha kwamba Uislamu ni dini iliyofungamana na umbo la kibinadamu. Duniani Mwenyezi Mungu alipoumba viumbe, kiumbe wa kwanza mwanadamu alimuumba Adamu, naye alipewa mfumo wa umbo hilo, aliishi katika tabia za Kiislamu. Mwenyezi Mungu anathibitisha hili katika Qur'ani sura ya 2 aya ya 213. Binadamu wa kwanza naye ameishi katika utaratibu wa Kiislamu. Soma hiyo. Inasemaje? Watu wote ndio walikuwa wa dini moja ya haki. Huko nyuma Mungu alipomuumba Adamu na kizazi chake, watu wote walipewa utaratibu wa dini moja ya haki. Endelea. Aliyokuja nayo Nabii Adam. Na dini hii ndio aliyopewa Adam kwa sababu Adamu alikuwa mwanadamu, na Qur'ani inasema mwanadamu ameumbwa kwa umbo linalohitaji maumbile ya ibada ya dini ya Kiislamu. Basi Adamu alipoletwa, aliletwa na Uislamu pia. Endelea. Kisha wakahitilafiana. Kisha baada ya watu kuwa wengi, elimu kuwa kubwa, makundi ya watu wakahitalafiana, wakatofautiana. Kuna walioendelea kuamini kile alichokuja nacho Adam, na kuna walioacha kile alichokuja nacho Adam. Endelea. Basi kwa sababu hiyo ya kuhitalafiana, Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoa habari njema na waonyao, kwa sababu ana nia ya kuwataka watu waishi katika mfumo wa Kiislamu. Na kuna kundi limeacha yale aliyokuja nayo Adam, na Adamu ameondoka muda mrefu, hakuna mwenye uthibitisho. Mwenyezi Mungu akawaleta manabii kwa lengo moja tu, ili wao watoe habari njema na kuonya. Kwa malengo hayo wawakumbushe msingi wa imani aliyokuja nayo Adam. Endelea. Na pamoja nao akawateremshia vitabu vilivyoshikamana na haki, na ili kuthibitisha kwamba hicho wanachofundisha manabii ni kweli, akawapa na vitabu ili wafundishwe kwamba Uislamu ndiyo dini aliyokuja nayo Adam, na ndiyo matendo ya asili anayotaka Mungu aishi nayo mwanadamu. Endelea. Ili vihukumu baina ya watu katika yale waliohitilafiana. Lengo la kuletwa vitabu ili kujua ukweli katika yale wanayopingana.
watu wakisema Ukristo ni dini na wengine wakisema Uislamu ni dini, Qur'ani inasema vililetwa vitabu vya Mwenyezi Mungu, na hivyo ndio vitakavyotoa maelekezo, hivyo ndio vitakavyoondoa mgogoro, kuthibitisha nani kasema kweli. Na leo tutajua kwa maandiko Uislamu na Ukristo ipi dini ya haki. Endelea. Na hawakuitirafiana katika hayo ila wale waliopewa vitabu hivyo. Na hawakuitarafiana katika hilo isipokuwa yale makundi yaliyopewa vitabu hivyo. Kuna wengine waliona tabu kufuata na kuna wengine wakakubali kufuata. Endelea. Baada ya kuwafikia hoja zilizo wazi. Lakini baada ya kuwafikia hoja zilizo wazi. Kwa hiyo Qur'ani inatuonesha kwamba Adam ambaye ndio mtu wa kwanza kuletwa duniani alikuwa ni Muislamu na aliumbwa katika umbo la Kiislamu na alikupaswa kuwa Muislamu. Kwa nini wanadamu wanatakiwa wawe Waislamu? Sababu ya msingi hasa ni nini? Kwa nini wasiwe Wakristo? Kwa nini wasiwe na Buddha? Kwa nini wasiwe Confucius? Kwa nini wasiwe Hindu? Kwa nini wasiwe Shinto? Kwa nini wasiwe Tao? Kwa nini wasiwe Judaism? 126:6 Qur'ani. Na 6:126 Qur'ani nasema. Hii ndio sababu Mungu akawataka watu wawe Waislamu. Na minasema, inasemaje? Na hii dini ya Uislamu, hii ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Hii ndio njia aliyoipanga Mwenyezi Mungu iliyonyooka katika kuyaelekea matendo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Maana yake kwamba kinyume na mtu kuwa Muislamu, basi anapata dini iliyotengwa, isiyonyooka, isiyokuwa na ushahidi. Na kwa kuthibitisha hilo, mdahalo huu utakuja kuonesha namna atakavyopata tabu Pastor Ndacha kutengeneza Ukristo kupitia kitabu chake. Atashindwa na hatotoa aya inayosema katika Biblia Ukristo dini. Katu abadani hatotoa aya hiyo. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu ndio njia ya Mola iliyonyooka. Ina maandiko, ina ushahidi. Wengine wote wanapotetea dini zao wanatetea kwa dogma, akili za kibinadamu. Huu Uislamu ndio dini ya njia ya Mola wako iliyonyooka. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameileta Qur'ani akatufundisha Uislamu kuwa ni dini ya haki, akaupeleka kwa Adam, akaufanya Uislamu kuwa ni dini iliyonyooka, watu wakawataka wawe Waislamu. Mwenyezi Mungu hakuishia hapo. Anasema aliwaleta manabii na vitabu ili kuibainisha haki, ili watu wapate kujua ukweli juu ya kile alichoitarafiana watu baada ya Adam. Manabii walipokuja duniani walitakiwa kuishi kwa utaratibu gani? 42:13 Qur'ani. Naam. 42:13 Qur'ani nasema, hawa manabii waliokuja baada ya Adam, wakati watu wamehitarafiana, Mabudha wameanzisha dini yao, Confucius wameanzisha dini yao, Hindu wameanzisha dini yao, Wakristo wameanzisha dini yao. Hawa manabii walipokuja wa Mungu, hawa walikuja kufundisha utaratibu gani? Walitakiwa waishi katika tabia gani? Kwa sababu manabii ndiyo kioo cha Mwenyezi Mungu kumjua anataka nini. 42:13 Qur'ani inasema, nasemaje? Amekupeni sheria ya dini ile ile. Mwenyezi Mungu anatuambia Waislamu wa umati Muhammad ametupa sheria ya dini ile ile. Ipi? Aliyomuhusia Nuhu. Dini hii ndio Mungu alimuhusia Nuhu wakati wamehitarafiana juu ya kile alichokuja nacho Nabii Adam. Endelea. Na tuliokufunulia wewe. Na hii ndio kafunuliwa Muhammad ili tuwafundishe Wakristo hakuna dini ya haki zaidi ya Uislamu. Endelea. Na tuliowahusia Ibrahimu. Lakini dini hii alifusiwa Ibrahimu ili wakati wa Ibrahimu Namrudha bin Kanani akifundisha dini ya masanamu, Ibrahimu alifundisha dini ya haki ya Uislamu. Endelea. Na Musa, dini hii pia alifundisha Musa. Farao alipowataka watu wamkufuru Mungu, Musa akafundisha Uislamu ili kufuata dini aliyokuja nayo Adamu. Endelea. Na Isa. Na dini hii kafundisha Yesu ili tuwaambie watu Yesu hakuwa Mkristo. Ndio maana ndani ya Biblia hakuna aya Ukristo dini katu abadan. Mungu anasema dini hii kafunguliwa Isa.
Sisi tunatakiwa tuwafundishe hawa, na leo watakula darasa. Anasema Ndacha madai ndo anaiweza sana. Madai itamtoa jasho sana, kwa sababu hatopata aya kwenye Biblia inayosema Ukristo ni dini, ila ataungaunga maneno. Na ukitaka kuamini ataunga maneno, naomba reference hii iwekeni mdomoni, iwekeni mioyoni mwenu. Akija hapa Ndacha ataungaunga maneno sana, lakini atapata tabu sana. Mimi Qur'ani 3:19 inasema dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, na yeye anitolea aya moja from Genesis to Revelation. Mungu anasema au Yesu anasema, rudia maneno haya, Mungu anasema au Yesu anasema au nabii yoyote wa Mungu, nabii wa Mungu katika vitabu vitakatifu vya Torati, Zaburi, Injili na vile vilivyopita, anasema Ukristo ni dini, katu abadani hatopata aya hiyo. Ataungaunga tu maneno. Endelea. Inasema kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Mungu anawaambia Waislamu, kwa sababu dini hii historia yake ni kuanzia manabii, na dini hii historia yake ni maumbile ya mwanadamu. Basi Waislamu, simamisheni dini wala msifarakane kwa huu Uislamu wenu. Kuweni kitu kimoja, simameni na Uislamu wenu, kwa sababu mmepewa njia iliyonyooka, kama Mungu alivyosema katika Qur'ani sura ya 6 aya 126. Kwa hiyo Uislamu ni dini ya asili iliyobeba nguvu na mafundisho ya kinabii. Ndiyo dini ambayo Waislamu tunaiamini, na ndiyo dini ambayo Waislamu tunaifuata. Lakini Mwenyezi Mungu katika kuwafariji Waislamu, kuwahakikishia Uislamu sio dini kanyanga, kuwahakikishia Waislamu sio dini ya kubumba, akatoa permit, akaandika kibali kuithibitisha Uislamu kwa Waislamu, thamani yake na kwa nini ameamua wawe Waislamu. Permit na kibali hiki Mwenyezi Mungu amekiweka katika Qur'ani sura ya 5 aya nambari 3. Mungu anasema nini katika aya hiyo? Na inasemaje? Leo nimekukamilishieni dini yenu. Mwenyezi Mungu anasema leo nimekukamilishieni dini yenu Waislamu, na kukutimizieni neema yangu, na nimetimiza neema yangu kwenu Waislamu, na nimekupendeleeni nyinyi Waislamu Uislamu uwe dini yenu. Kwa hiyo Waislamu tumekuwa Waislamu kwa sababu Mungu katupendelea Uislamu. Hatuuokoti, hatukuomba, wala hatuuvutivuti. Yeye aliyetuumba, yeye mwenye maandiko matakatifu ametupendelea Waislamu kuwa Waislamu. Kwa hiyo Uislamu ni chaguo la Mungu kwa Waislamu. Ukija hapa Ndacha uambie watu ndani ya Biblia from Genesis to Revelation, ima Yesu au Mungu anasema anakupendeleeni Ukristo uwe dini yenu, hamtapata mpaka mnakufa. Takbir. Sisi Uislamu tumechaguliwa na aliyetuumba, na nyinyi mtuambie Ukristo kakuchagulieni nani? Alafu Jeff anasimama hapa eti ananiona leo na tabasamu, utakwenda kusilimu. Umempa wakati mgumu sana leo Ndacha kumwambia astiki katika maandiko, atapata tabu sana. Yani leo afadhali ya jana. Kwa hiyo Uislamu si tumechaguliwa na Mungu. Mwenyezi Mungu ndo katuchagulia huu Uislamu. Kwa hiyo Muislamu, ukiwa Muislamu tembea kifua mbele, kwa sababu kwanza ni dini takatifu ya haki aliyochagua Mungu. 2, Mwenyezi Mungu anaisema ndiyo njia iliyonyooka. La 3, dini hii wamepewa manabii. Lakini la 4, umbo la Uislamu linaumbana na, yani umbo la mwanadamu linahitaji umbo la Kiislamu. Lakini kubwa zaidi ni dini iliyochaguliwa na kuridhiwa na Mwenyezi Mungu. Muislamu ameridhiwa na Mungu. Ukiliona jitu linauacha Uislamu, linaacha faida na linafuata laana, sababu dini kaichagua Allah hii. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu akatoa ofa
kwa Waislamu baada ya kufuata Uislamu wakatenda vitendo vizuri, Mungu akawapa ofa wasije wakadhikika na ibada duniani alafu akhera wakawa hawana chochote. Mungu akawapa ofa baada ya kuushika Uislamu kwa matendo mema. Allah akasema nini? 43:68-69 Qur'ani. Naam, inasema Ndio. enyi waja wangu mlio wazuri. Mwenyezi Mungu anasema enyi waja wangu mlio wazuri, hamtakuwa na hofu siku hiyo. Kwanza siku hiyo waja wa Mungu hawatakuwa na hofu siku ya kiyama, wala hamtahuzunika, wala waumini wa Kiislamu hawatahuzunika siku ya kiyama. Waja wangu, enyi waja wangu ambao waliziamini aya zetu, ambao waliziamini aya za Mwenyezi Mungu, iwe za Torati au za Zaburi au za Injili au za Qur'ani, wakafuata utaratibu unaofuata. Endelea. na walikuwa Waislamu kamili. Alafu wakawa Waislamu kamili, yani wanafuata maandiko ya Mungu, alafu wakawa Waislamu kamili. Endelea. Ingieni bustanini peponi. Mungu anawapa faraja, anawaambia ingieni bustanini katika pepo. Endelea. Nyinyi, hapo wataingia Waislamu wanamume na wake zenu, na Waislamu wanamke pia peponi, mtafurahishwa humo. Lakini lengo la kutiwa peponi wakale matunda aliyoyaandaa Mungu kwa waja wema. Allahu Akbar. Ikipatikana aya katika Biblia Mungu au Yesu anasema Mkristo anaingia peponi, mimi naacha Uislamu leo. Yani Mungu anasema Mkristo ataruzukiwa peponi, Mkristo ataingia peponi. Hakuna aya hiyo, hakuna. Atazunguka tu. Nataka nikuambieni, kula dona na dagaa, baki Muislamu, acha V8 ukaukimbia Uislamu. Uislamu ni dini ya haki. Waislamu wataingia peponi kwa sababu Mungu amewaridhia Uislamu uwe ndio dini yao. Sasa nini kitawakuta watu wasioutaka Uislamu? Umeng'ang'ania sasa, mimi siutaki Uislamu, mimi siutaki Uislamu. Mungu katoa tahadhari, indhar. Mungu katoa tahadhari, ndacha, jefu, tahadhari. Allah katoa tahadhari. Ukisema huutaki Uislamu, 385 Qur'ani. Naam, Qur'ani sura ya 3 aya 85. Qur'ani sura ya 3 aya 85 inasemaje? Inasema na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, na anayetaka dini isiyokuwa huu Uislamu, basi Mungu anasema basi haitakubaliwa kwake. Mungu hatoikubali dini hiyo, naye akhera, na yeye siku ya mwisho huko, siku ya malipo, atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Kina nani watakuwa kwenye hasara kubwa siku ya kiyama? Wakorinto wa kwanza 15:18 19. 15 acha hiyo kwanza, acha hiyo. Bado hiyo. Wewe acha twende kule. Hiyo silaha nyingine itapigwa baadaye. Nataka aluke alafu nimnyoshe na hiyo. 15:18 maliza, bado dakika 2. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo, wale waliojikita kwa Bwana Yesu akasema ndio Bwana na Mwokozi wao, wamepotea. Hao kwanza wamepotea. Kama katika maisha haya, na kama maisha haya ya dunia tulionayo leo, tumemtumaini Kristo, umeng'ang'ania tu, mimi ni wa Yesu, sisi tumasikini kuliko watu wote. Sasa chagua, uingie peponi au uwe maskini mbele za Mungu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.